Naomba uchukue Bible yako. Naomba uchukue kitabu yako ya kuandika. Tumesema ya kwamba sisi ni workers in the house of God. Na kwa hivyo kama wewe ni waka, kama wewe ni mwanafunzi, a disciple, unakuja na sadaka, unakuja na Bible yako, na pia unakuja na mahali pa kuandikia, ili yale mambo ambayo inanenwa mahali hapa yatakusaidia miaka ijayo katika jina la Bwana. Neno la Bwana ni Mungu yeye mwenyewe, na kwa hivyo kama yeye mwenyewe ni neno, mambo yote yataweza kuisha. Nilikuwa naangalia katika maandiko katika Mathayo 24, kuna neno Yesu aliambia wanafunzi wake ya kwamba haya mawe ambayo mnaona yote, hakuna jiwe litabaki juu ya lingine, mijengo yote itabomolewa, dunia itakujwa kama hema, ni neno peke yake itaweza kubaki katika jina la Bwana. Na kwa hivyo tukimalizia ama dunia nyakati hizi za mwisho, dunia itarudi vile ilikuwa, maana pale beginning the world was formless, ilikuwa haina umbo. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo tukija sasa wakati wa rapture, dunia itakujwa, na kwa hivyo neno ndilo litabaki. Na kwa hivyo wale watabaki in the last days ni wale wameficha neno la Bwana katika maisha yao. Ninaomba ulifiche katika jina la Bwana. Nataka kuongea ujumbe ambao umetembea katika moyo wangu in the last 3 months. Nimekuwa tunausikiza na ikafika sasa leo ndio wakati nikaweze kunena. I want to talk about the wilderness of waiting. Jangwa ya kugojea. The wilderness of waiting. The wilderness of waiting, ama jangwa ya kugojea. Wilderness ni jangwa, waiting ni kugojea. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo kuna kitu katika maisha ya Mkristo ambayo tunaita jangwa ya kugojea. Ni ule wakati sasa Mungu huwa hasikiki, ni ule wakati huwa hakuna kitu ina move, ni ule wakati ya kwamba unaangaliaga pande zote, unaona hakuna kitu inafanya. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo inakuaga ni jangwa ambayo Mungu anakuaga na kusudi akaweza kukupeleka pale, kwa sababu hata wakati huo kuna kazi Mungu huwa anafanya in the wilderness of waiting. Na kwa hivyo naomba tuwekewe katika kitabu cha Zaburi, mlango ni wa 37 na mstari wake ni wa 7. The wilderness of waiting, jangwa ya kugojea. Na watu wengi wako pale, wako katika hiyo jangwa ya kugojea. Yaani kuna vitu Mungu aliongea ataweza kukufanyia. Kuna neno la kiunabii liliweza kutolewa regarding your life. Kuna tamuko lilitamukwa na nabii wako ya kwamba itakuwa hivi, ya kwamba Mungu atakutendea, ya kwamba milango itafunguka. Na kulingana na vile mambo imekaa, mambo hayo haijatimia. Ni kumaanisha uko katika jangwa ya kugojea. Na kwa hivyo leo ningetaka uendelee na kugojea, maana kuna neema ya kukusustain wakati huo wa kugojea katika jina la Bwana. Na kwa hivyo neno linasema ya kwamba tulia mbele za Bwana na umngojee kwa uvumilivu. Usisubuke watu wanapofanikiwa katika njia zao, wanapotekeleza mipango yao miovu. Ya Kizungu inasema hivi: be still before the Lord, wait patiently for him, and trust yourself to him. Don't fret while or agonize because of him who prospers in his way, because of the man who carries out wicked scheme. Bible inatuambia kwamba tutulie mbele za Bwana, na inaweka koma. Bwana asifiwe sana. Bible inasema utulie, na kwa hivyo wakati wa kutulia ni wakati wa kugojea. Bwana asifiwe sana. Na hakuna kitu hapa duniani kabla ya ifanyike haikuwagi na wakati wake ambao kinachukuanga. Iwe ni ahadi ambayo imeahidiwa, lazima hiyo ahadi kuwe na majira, kuwe na season ya kugojea hiyo ahadi ikatimie. Bwana asifiwe. Kama hata ni wale tumeajiriwa, kuna kuwaga na season ya kugojea from date 1 to date 30. Siku 30 unagojea. Hata wakati mwingine
unaitisha advance, ikifika tarehe 15 wengine wananyimwa, unaambiwa ndugu ngojea mwisho wa mwezi tutakupatia mshahara wako. Bwana sifiwe. Hata mtu wakati anapata mimba wa mama, kuna kuaga na wakati wa kugojea, na hiyo season haikuagi friendly kwa sababu inakuaga na changamoto yake. Bwana sifiwe sana. Even in your Christian life kuna hali ya kugojea. Bwana sifiwe. Na tukiangalia katika kitabu cha Wagalatia mlango wake ni 5 na mstari wa 22, Bible inasema nalo tunda la Roho ni uvumilivu, ni kuwa na kiasi na upendo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hii kuvumilia iko katika tunda la Roho, na ni lile tunda ambalo ni kali sana. Baadhi ya ile matunda ya Roho ambayo ni makali ni tunda la kugojea. Bwana asifiwe sana. Na pia unaona kuna kuaga na hiyo wilderness ambayo ukiwa katika wilderness hakuna sauti unasikiaga, hakuna mtu huwa anajitokeza akusaidie, hakuna kitu huwa ina move, mambo yote inakuaga imesimama, hakuna mtu unaonaga karibu akaweza kukusaidia. Ni kama saa hii ukienda kule Madera, kuna wakati kwa neema za Bwana nilienda Isiolo, nilikuwa nimetoka nikapitia mahali kunaitwa Wamba, nilikuwa nimetoka pande ya juu Bwana Laisamis, nikatoka baadaye nikielekea Isiolo, alafu nikapanda maeneo yale. Na wakati nilienda kule niliona wale watu ambao wanaishi hayo maeneo, na kanyumba kamoja ukaona hapa kako kengine kakobali. Na hata wakati tulitafuta nyumba tukaweze kulala, mimi sikusima stima kwa sababu niliogopa. Maana hata kutoka Isiolo tukienda kule tulienda na gari ya KDA. Wale sasa wamejihami, wakikutana na hao majagiri wanaweza wafamia. Manake ilikuwa saa 11 za jioni tuko Isiolo na tunaenda kazi pale Laisamis. Na kwa hivyo magari kawa imeisha, na yule mzee ambaye tulikuwa na yeye akaongea na dereva, akaongea na madereva wa magari hapo, wakamwambia kwamba ukiwaomba hawa leave bora uwapatie ile pesa ungepatiana. Kwa hivyo sasa tulifanya nini? Tuliweza kulipa fare. Na wakati sasa tuliingia tukakuta kuna wezi wa mifugo walikuwa wamefugwa na pigo kwa chuma ya hiyo gari, wameshikiwa huko Isiolo, wanapelekwa pale juu ili wakaweze kujibu mashtaka. Sasa wakati tulienda maeneo yale ni mahali ambapo kumekauka, hakuna kisima unaweza ona, hata ile miti inameaga huko ni ile miti ambayo inastahimili ukame. Bwana sifiwe. Na katika maisha ya Mkristo, katika maisha ya muamini kuna kuwaga na majira na kipindi cha kugojea. Na katika hiyo kipindi ya kugojea kuna hiyo tunaita wilderness of waiting ama jangwa la kugojea. Na mtu kama Daudi aliweza kujikuta katika hii wilderness, na ndio Bible inasema tulia mbele za Bwana. Kwa hivyo ukiwa katika wilderness, jambo ambalo unastahili kufanya la dharura na lile ambalo ni la muhimu ni kufunza roho yako kugojea katika jina la Bwana. Bwana sifiwe sana. Kwa sababu Mungu amesema atakuja na amekuahidi ahadi zote. Amesema ninakuja, sikibii na siadagi pole, lakini unakuwa na ile thibitisho na uhakikisho ya kwamba itatendeka. Sema amen. Na kabla hii itendeke, wakati ahadi imenenwa na wakati ahadi itatendeka, hapa katikati inakuaga ni season ya kugojea, na hakuna mtu anatakaga kugojea. Bwana sifiwe sana. Ukienda katika zile mataifa za kule ng'ambo, kuna mambo ambayo inaendelea, na ndio unaona wanapigwa sana na Mungu, na magonjwa inatokea na wanakuwa na mapigo mengi, kwa sababu wa mama kule hata wakipata mimba hawagojee ule muda, wanaenda hospitali kimachini, teknolojia wameendelea. Mtoto anatolewa akiwa na 3 months, anawekwa mahali hiyo machini imepatiwa joto kama ile mama anakuaga nayo, anagojea pale amalishe 9 months. Kwa sababu pengine yule mama anasema hapana, sitaki kuonekana ya kwamba shape yangu imeharibika, sitaki kuonekana nguo zikinikataa, sitaki kukaa kama sieleweki. Yani shida hata sio hiyo, shida ni waiting. Bwana sifiwe sana. Shida inakuwa ni hii kipindi ya kugojea. Na kwa hivyo msikilizaji mwenzangu, nimekuja kukufunza asubuhi ya leo ukaweze kugojea katika jina la Bwana. Kuna watu hapa wako katika hiyo jangwa,
ukiwa katika wilderness hii ya kugojea ni kama gari ikiwa paki, yani haiendi nyuma na haiendi mbele, haisogi kado na haiendi kado, yani imesimama hapo, hakuna kitu inaendelea. Na mtu akiwa katika jangwa ya waiting, hakuna kitu ambacho huwa kinaendelea. Na watu wengi huwa hawawezi kuelewa ukiwa katika hii jangwa. Hata wengi wanasemanga umefanya dhambi, wengi wanasemanga ya kwamba umekosea Mungu. Bwana asifiwe sana. Na watu wengi wako katika hii jangwa, lakini nimekuja kukuambia ya kwamba lile neno ambalo Mungu alinena ya kwamba atakutimizia, ya kwamba atakufungulia mlango, wewe tulia na ugojee katika jina la Bwana. Ndio Daudi anasema ya kwamba tulia mbele za Bwana. Kwa hivyo sio kutulia kila mahali, unatulia katika presence ya Bwana. Salimia mwenzako na high five, mwambie unatulia mbele za Bwana katika jina la Bwana. Unatulia in the presence of God, yani unatulia katika uwepo wa Bwana. Unatulia hapo ukiwa na that confidence, ukiwa na huo ujasiri, kile Mungu amesema atafanya, ataweza kutenda. Kwa hivyo tulia mbele za Bwana na ukaweza kumgojea. Kwa hivyo unaona kuna kutulia. Ambia mwenzako tulia katika jina la Bwana. Watu wengine wanakosaga kutulia hata kwa kanisa, na Mungu alikuwa ako karibu kuja kuwabariki. Sasa kwa sababu ya kutotulia, wakati haukukua, ndio maji ilikorogwa na malaika. Malaika akawa ametumwa, akakuja akaona hauko. So Daudi anasema tulia mbele za Bwana na ukaweza kugojea kwa utulivu. Na ninataka wale ambao mko hapa ukaweze kuadaraini hii maneno: tulia, gojea, uvumilivu. Ya kwamba tulia mbele za Bwana, umgojee kwa uvumilivu. Bwana asifiwe sana. Bible inasema ya kwamba ukitulia mbele za Bwana, tena ukuwe na moyo ambao unagojea. Moyo ambao unagojea ni kumaanisha katika roho yako unajua ukiwa katika hii wilderness ya kugojea, it is seasonal, yani ni temporary, ni ile kitu ambayo haitadumu, ya kwamba hayo majira itabadilika. Bwana asifiwe sana. Ndio Bible inasema ya kwamba tulia na ugojee mbele za Bwana na uvumilivu. Usisubuke. Ambia mwenzako usisubuke. Maana kile kinafanyikanga wakati mtu ako katika wilderness ya kugojea ni kusubuka. Unauliza maswali na ni maswali ambayo haina jawabu. Unaangalia wale wako mbele yako, unaona ni kufanikiwa tu wanafanikiwa. Unaangalia ministry za watu wengine, unaona hata ndio wanaenda kwa media. Sasa mpaka unajiuliza, kwani Mungu, are you a respecter of person? Bwana asifiwe sana. Kile kiko ni ya kwamba uko katika jangwa ya kugojea, na kwa hivyo the best thing you can do ni kugojea kwa uvumilivu katika jina la Bwana. Na Bible inasema usisubuke hata watu wanapofanikiwa. Unaona mtu akiwa katika wilderness ya kugojea, kuna kitu inaigiaga ndani yake. Unaangalia wale wanafanikiwa. Bwana asifiwe sana. Unawaangalia wale wako mbele yako. Na niliwafundisha hapa wakati mwingine, don't compare your life na huyo mtu mwingine. Usikompare maisha yako na mtu mwingine. Usikompare kazi yako na mtu mwingine. Don't compare maisha yako na mtu mwingine. Pekine huyo ambaye amefanikiwa, yeye amegojea, ametoboa jago yake ya kugojea, lakini wewe uko katika hiyo wilderness ya kugojea. Kwa hivyo endelea kugojea katika jina la Bwana. Na kwa hivyo wilderness is a temporary season of preparation designed to mold your character and refine your faith. Ni nini ambacho huwa kinaendelea wakati Mkristo ama mtoto wa Mungu ako katika jangwa ya kugojea? Inakuwaga ni majira ya preparation katika jina la Bwana. Watu wengi wakati Mungu anataka wakaweze kumtumikia, huwa anafungua mlango wa wilderness, wanapelekwa pale ndio karakta yao ikaweza kutengenezwa, wakaweze kuwekwa maadili na tabia ya mbingu katika jina la Bwana. Na kwa hivyo katika jangwa ya kugojea, karakta ya mtu huwa inatengenezwa, tabia za mtu huwa zinatengenezwa, na imani ya huyo Mkristo huwa inakuwa refined in the mighty name of the Lord. Hakuna askari wale ambao tunaona hapa, wale wanajua kukokwa bunduki,
Bwana sifiwe. Juzi nimekuwa huko Laikipia na tukaona mahali wanaendaga kutrainiwa. Tukapitia hayo maeneo, tukaona ni kichaka kikubwa sana ambapo sasa wale askari wanaendaga huko Kikanjo na huko ya Nyeri. Sasa huwa wanapelekwa kule, ni msito mkubwa sana. Wanaingia huko, wanaondolewa kwa watu, wanaondolewa from their comfort zone. Bwana sifiwe. Wanapelekwa mahali kuna wanyama, wanafanyiwa training ili wakitokea huku wakaweze kuwa na adabu na maadili ya kulinda taifa na kupigania taifa lao. Bwana sifiwe sana. Na wewe kama utafanyika mtenda kazi ambaye hataleta aibu in the house of God, wengine wetu kile Mungu atafanya ni kufungua mlango ukaweza kuingia katika jangwa. Na kuna wilderness ya ukosefu wa pesa, kuna wilderness ya mambo mengi. Bwana asifiwe. Na ndio unaona wakati John the Baptist aliweza kubatiza Yesu, Bible inasema nayo mbingu ikafunguka na sauti ikaweza kusikika, "This is my beloved son in whom I am pleased, hear him and obey him." Ni mbingu ilifunguka wakati Yesu alibatizwa, na ishara ikatokea ya jiwa alitoka mbinguni akatua juu ya Yesu, ikiwa ni ishara ya Holy Spirit. Na Bible inasema from there, and Jesus was led by the Holy Spirit in the wilderness. Sema amen. Kwa hivyo Yesu wakati alibatizwa hakurudi kwa mama yake Mary, alienda jangwani. Na ile jangwani alienda, alikaa huko siku 40 mchana na usiku. Bwana asifiwe sana. Alienda training, na wakati alitoka huko ndiye aliweza kuanza ministry. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wengine wetu hapa mko katika training, na ni vizuri mkaweza kusubiri Bwana katika jina la Bwana. Kwa hivyo hii wilderness ni majira ambayo watu huwa wanatengenezwa, na sana sana wale watu ambao Mungu atatumia lazima wapitie hii jangwa, lazima wapelekwe katika jangwa. Wale mnasoma Bible, Moses wakati aliua mtu mpande ile alikuwa na 40 years. Ukisoma Wahibrania 11 wakati alimachua, na ndio Mungu akasema life started 40. Mtu sasa akifika miaka 40, sitauliza ni nani amefika, lakini mimi nimefika. Unakuwaka umedevelop akili zako vizuri, unaweza kuwa na listening ya mtu mzima. Unaweza angalia hili jambo na ukaweza kulinyamazia, unaweza angalia hili jambo na ukaweza kuongea, unaweza nyamaza ukijua kunyamaza kuna sababu yake. Bwana asifiwe. Musa wakati alifikisha 40 alitolewa kwa Farao. Bwana asifiwe. Akaenda kule jangwani akakaa 40 years, maana wakati Mungu amemtokea katika mlima wa Horebu, Moses was 80. Bwana asifiwe sana. Alipelekwa katika jangwa, na wakati alipelekwa kule alipatiwa kazi ambayo haina heshima. Father in law Jethro alimkabidhi kijiti ama ile fimbo, akamwaminia gamia na kondoo, akaweza kulisha kondoo. Na ndio unaona Exodus chapter 3 aliona the burning bush, na wakati alisogea, Bwana asifiwe, ndio alisikia sauti ya Bwana ikiweza kumuita. Na katika hii miaka 40 Musa alikuwa trained, alifundishwa kusikia sauti ya Bwana, alisifundishwa kuangalia kondoo. Kwanza aliaminiwa wale kondoo ambao ni kondoo wa nyama, ndio akaweza kuongoza kondoo watu. Bwana asifiwe sana. Ilikuwa ni training by itself. Na ndio unaona hata mtu ambaye anaitwa Daudi aliaminiwa kondoo ambao ni wanyama. Na ndio unaona Samueli wakati ameenda kwa Jesse amesema ya kwamba mulete. Sasa ameaminika kwa wale kondoo ambao ni wanyama, sasa nitamwaminia kuongoza watu wangu katika jina la Bwana. Praise God. Na kwa hivyo unaona wote kuna jangwa walipelekwa. Bwana asifiwe sana. Na watu wengi wako katika hii jangwa, na kwa hivyo it is a period of learning to trust God timing. Ukiwa katika jangwa ya kugojea, unakuwaga ni wakati wako, unafundishwa kumtumainia Bwana katika jina la Bwana. Maana in the wilderness hakuna matunda unaweza chuna. Ile miti inakuwaga katika wilderness inakuwaga ni zile bigiri, na ni ile matunda inakuwaga sumu. Ukiala wewe sasa umeondoka. Na kwa hivyo ukiwa katika hii wilderness ndio sasa hata masikio yako ya kiroho huwa inakuwa train, unakuwa na ufasaha wa kusikia sauti ya Bwana. Sema amen. Hauwezi fundishwa kusikia sauti ya Bwana wakati unaona kuku zinasuguka kwa free.
Hauwezi fundishwa kusikiza sauti ya Bwana wakati unaona mambo yote iko sawa. Mungu akitaka kukufundisha kusikiza sauti yake na kuwa na roho kama yake, sema amen, anakupelekaga katika jangwa, na ukipelekwa kule anakutrain yeye mwenyewe, ndio ukitokea kule unakuwa umeifa katika jina la Bwana. Na kwa hivyo wale mko katika jangwa, ni vizuri mjue there is something that is happening, kuna kitu inaendelea. Bwana sifa sana. Ukikuta wale askari wakibiriga kule, nilikuwa naangalia kakilipu ingine, nikaona hata huwa wanatrainiwa wakati sasa wameona wamefambua na adui, anaweza rara abigirike bila kujali kama kuna mwiba, akaweza kujiokoa. May God help us in Jesus name. Na kwa hivyo kuna watu hapa wako training. Kuna mambo mengine unapitia, wewe unamkosoa Mungu, lakini kuna kitu inaendelea even in the time of silence, in the mighty name of the Lord. Maana ukiwa katika jangwa, kusikia sauti ya Mungu ni gumu sana, lakini Mungu anakuaga anakufanyia kazi, na hakuna marafiki ambao wanakuaga karibu wakusaidie. Maana ukienda jangwani, unaona hata wakati Yesu alienda, alitokewa na nani wa kwanza? Alitokewa na Shetani. Shetani ndiye sasa kumaliza maombi tu. Kama sasa tumalize ile maombi tulikuwa nayo hapa, alafu sasa nitokee pale nianze kupigia kina Amos na wale wengine simu ati nimekutana na Shetani kwa mlango ya kanisa. Yesu alikutana na Shetani wakati alienda kufanya nini? Wakati alimaliza ile maombi yake. Na kwa hivyo it is a period of learning to trust God in the name of the Lord. Wakati mtu ako katika hii jangwa, huwa anafundishwa. Unafundishwa kuwa na tabia, unafundishwa kuwa mnyenyekevu, kiburi inangolewa, yani unanyenyekeshwa mpaka unatoshea. Ile getorofu ya Mungu tuliambiwa hapa, unakumbuka tukifundishwa hivyo? Kuna ile machini inafinyaga nini? Inafinyaga mawe. Na kama yule anaweka mchanga pale imekuwa mingi, pande hii kuna kuaga na kamonya. Hiyo getorofu ikifinywa, kama iko excess inatokea pande hii na hii, hiyo mawe inakuwa iko kabiro kabisa. Lakini ukitengeneza na mkono, utaona hata nyumba ukijenga itakuwa imeinama. Bwana sifa sana. Kwa hivyo ninaongea na watu hapa ambao mko katika jangwa. Wakati mwingine unauliza Mungu until when? Maana ninahubiria watu ambao wako na maswali. Unauliza Mungu ni mpaka lini? Na si Mungu ulisema utanibariki, na si Mungu ulisema ya kwamba utanipatia mtoto, si Mungu ulisema nitajenga nyumba yangu, hata ukaandika kwa diary, na sasa ni miaka 3 imeisha, na ukiangalia kabisa hakuna dalili. Nataka kukuambia endelea kungojea Mungu kwa utulivu, na yeye atakuja. Pigia Bwana makofi in the name of the Lord. Wilderness is a place of formation. God uses the wilderness to teach, shame and draw a believer closer to him. Mungu hutumia jangwa akaweza kukubadilisha. Unaona butterfly, kama unaweza kubuka na mliangalie butterfly, kuna wakati alikuwa yai. Hiyo yai ikaenda ikakaa, ilikuwa inaitwa process ya metamorphosis. Bwana, unaona pasa alikuwa mkali kwa masomo. Sasa inatoka kwa yai inaenda kwa mdudu, alafu yule mdudu anadevelop mabawa. Yani kuna wakati unaweza angalia hii mayai ushidwe, sasa si unaiweza iua, lakini hiyo mayai inakuaga inagojea wakati wake, inajuaga it is just a matter of time, nitatoka chini nikaweza kuungana na wale wako na mabawa katika jina la Bwana. Pigia Bwana makofi in the mighty name of the Lord. Na kama Mungu ako na uwezo wa kubadilisha yule mdudu, anakuwa sio mayai, ni mdudu, na tena ana develop mabawa, anaungana na wale wanaburuka huko, hiyo ni kumaanisha hata wewe utaweza kupata mabawa katika jina la Bwana. Kwa hivyo sasa hii ni wilderness, watu huwa wanatengenezwa, yani una masikio yako inafunguliwa. Kama ilikuwa na uchafu, unakuwa kama wewe ni Samueli. Maana Samueli si anaitwa na Mungu, amepelekwa na mama yake vizuri kwa kanisa kule Shilo, 1 Samuel chapter 1. Na wakati amepelekwa Shilo anaitwa, alafu anaenda kwa nani? Anaenda kwa Eli. Anamwambia baba, umeniita? Anamwambia hapana, enda ulale, sijakuita. Mara ya pili akaitwa, hana uzoefu wa ile sauti ya Bwana, mpaka mara ya 3 ndio sasa akaambiwa ukiitwa useme niko hapa, ongea na mtumishi wako. Bwana sifa sana. Wengine wetu hapa msikiaga sauti ya Bwana, itabidi sasa upelekwe training ndio sasa ukaweza sasa kufundishwa kuisikia.
na macho pia ifunguliwe. Maana kuna vile Mkristo anastahili kuona mambo. Na ndio unaona mtu kama Yeremia, Mungu anamuuliza Yeremia, what do you see? Unaona nini mbele yako? Nisalimieni kanisa katika jina la Bwana. Aliulizwa unaona nini? Maana mtazamo wako unastahili kuwa mtazamo wa Bwana. Mungu akiona hapa, anaonaga mlango hapa. Bwana sifiwe. Mungu akiona ukuta wa Jericho, anaona vile hizo mekuta zinaweza aguka. Akiona Red Sea, hata aliwaambia wasoge mbele, maana yeye alikuwa naona njia, maana hata yeye mwenyewe ni njia. May God help us in Jesus name. So wilderness is a place of transformation, formation, where God teaches us kusikiza sauti yake na kutuleta karibu na yeye. Na kwa hivyo ukiwa katika comfort zone, unaweza kuwa sasa umetosheka. Na ndio unaona Musa baada ya kufikisha miaka 40. Amen. Hebu niwekee Hebrews chapter 11. Hiyo misali ya mwisho. When he matured, aliondoka katika nyumba ya Farao. Kule anakula mayai, kule akitaka kuogelea na ogelea, kule akitaka kukimbia mahali anaambia baba yake kaweze kutumana, anataka kwenda hata kuogelea Ethiopia. Na kwa sababu ni mtoto wa mfalme, hiyo mambo yote alikuwa nayo. Na ndio sasa Mungu akaweze kumtrain na akaweze kumtumia. Alipelekwa katika jangwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo wale ambao mnataka kutumikia Bwana, ni vizuri mkaweze kuelewa, have this information. Maana Hosea anasema ya kwamba my people perish because of lack of wisdom. Na wisdom inatoka kwa Mungu. Bwana asifiwe. Knowledge unatoa kwa vitabu. Knowledge unatoa wapi? Kwa vitabu. Lakini wisdom inatoka kwa Mungu. Na ndio unaona Samueli alimwambia Mungu, give me wisdom. Ndio ukisoma katika James chapter 5 inasema yule hana wisdom akaweza kuomba apatiwe. Bwana asifiwe. Praise God. Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima, alikataa kuitwa mwana wa binti Farao. Alijua ya kwamba amekuwa adopted. Alijua Farao sio baba yangu. Alijua this is not where I belong. Sema amen. Lakini ni wakati aliweza kukomaa, na kwa hivyo aliweza kuondoka. Tusome, tuendelee. Na akachagua kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha kwa anasa za dhambi kwa kitabu kidogo. Na kwa hivyo he prefer to endure the hardship of the people of God rather than to enjoy the passing pleasures of sin. Na kwa hivyo unaona ni mtu ambaye amekolea ndani, sasa amekomaa. Amesema sitakaa katika ikulu na watu wangu wanasononeka. Na kwa hivyo aliondoka bila kujua yeye ndiye atatumwa, akaenda kule jangwani. Na ndio Mungu akamuunganisha na Father in law, akaweza kutengenezwa katika jina la Bwana. Bwana asifiwe. Kuna watu watakuwa wachungaji hapa, semeni amen. Kuna watu watakuwa wahubiri wakubwa. Wote amen. Bwana asifiwe sana. His pore kujo gwetigira hii. Wiro ti muhuthu kwa riama. Akachagua kupata mateso. Kwa hivyo ni kuchagua, alichagua. Na kwa hivyo wakati alichagua, alienda katika wilderness. Tupatie fasi nyingine. Na kwa hivyo aliona kustumiwa kwa ajili ya Kristo. He considered the reproach of the Christ, that is the rebuke he will suffer for his faithful obedience to God, to be greater will than all the treasures of Egypt, for he looked ahead to the reward promised by God. Maana aliangalia mbele ile ahadi ambayo ilikuwa imeahidiwa katika jina la Yesu. Kila jangwa ukimaliza, kuna reward katika jina la Bwana. Ukimaliza jangwa yako, kuna mambo itatendeka. In the mighty name of the Lord. Angalia Yesu amemaliza jangwa yake. Hata kama shetani amemtokea, ameanza ministry katika jina la Bwana. Sema amen. Musa wakati amemaliza jangwa ya 40 years, ukisoma Exodus chapter 3, Mungu alimuita akamwambia, sasa nimesikia na nimeona, ninakutuma uende mbele ya Farao. Na wewe ukisimama mbele yake ni kama Mungu atakuwa amesimama. Sema amen. Na kwa hivyo akaaminiwa kuongoza taifa katika jina la Bwana. Ni nani hapa amegojea Mungu? Anasema ya kwamba roho yake imeinama. Endelea kugojea. Pigia Bwana makofi. Inua hiyo mikono yako, mpigie Bwana makofi katika jina la Bwana. Pigia Bwana makofi in Jesus name. The wilderness is designed to prune away pride. Bwana asifiwe sana. Amen. The wilderness tusime hii stima, kuna mwangaza ya kutosha.
Munaangalia mchungaji, unajua tuko kwa mitandao. Amen. Jicho langu linastahili kucommunicate kitu. Mama yangu wakati alikuwa nalifuga hivi, nilikuwa ninajua sasa kulala kwa nyumba leo ni Mungu tu. Pigia Bwana makofi in Jesus name. It is a praise. The wilderness is designed to prune away pride. Yani hiyo jagwa huwa imetengenezwa ikaweze kutoa sakas. Wale tulilima nyanya, mimi nikiwa mdogo nililima nyanya. Kuna watu tulishikana na wao. Kuna mmoja wetu shamba yao ilikuwa karibu na mto unaitwa Kayahwe. Na kwa hivyo tukaona tukifuga shule, hiyo muda ni mkubwa sana, from wiki ya kwanza ya Novemba, miezi miwili tunaweza lima nyanya na tukaweza sasa kuuza na tujisaidie. Na kwa hivyo sasa tukaenda karibu na mto, tukafanya irrigation ya kutengeneza na tukaweza kusipanda pale. Praise God. Na kwa hivyo hizo nyanya zikimea na zikikua, tukizitoa katika nursery, kwa sababu tena ni process, tunanunua mbegu, tunatengeneza nursery. Zikimea inatolewa kwa nursery, tunaipeleka mahali pake. Bwana asifiwe sana. Na ndio Mungu hata akuinue, kuna process in your life. Amen. Na ndio ukisikiza mahubiri yangu, sio ile pokea sasa unapokea nini na hujui nini unapokea. Bwana asifiwe sana. Ninakuhubiria vile inastahili kuwa. Amen. Ya kwamba kuna process ambayo muujiza ndio utendeke, huwa sasa lazima uadago. Sema amen. Na kwa hivyo wakati wa hii jagwa unakuwaga ni wakati wa pruning. Na hiyo nyanya ikitolewa kwa nursery iende ipande mahali pake. Kuna vitu twingi tulikuwa tunatoka huko kwado, na wakati mwingine ulikuwa unachukua makasi unaenda ukiprune alafu sasa inakuwa sawa, unapanda mti pale, ndio hiyo nyanya ikaweza kutamba na huo mti. Wale tumetoka maeneo ambao kuna ukulima wa kahawa kama kwetu Murang'a, huko wanalima kahawa. Ukienda pande ya juu ni T-zone, wanalima majani chai. Na wakati wa pruni majani chai huwa inakatwa, hata unaweza fikiria ni mtu hakuwa na kichwa mzuri, inakatagwa, unaona ni miti imebaki, lakini ni wakati wa pruni. Na hiyo miti inakaaga namna hii, unaona ni kana kwamba imekau, maana hakuna jani hata moja huwa linaonekana, na inakuaga ni wakati wake. Lakini inagojeaga inakaa, unaona inaanza kunini kutoka tu vitu tugine, inaendelea namna hiyo mpaka unaona huwa hata unaona kama ni blanketi. Tulikuwa tunalala kwa sababu mahali kuna majani pande ya nyumbani juu kuna hiyo miteremko, ulikuwa unajirusha hapa, unagagaa kidogo, unachukuliwa na yule mwingine, kwa sababu ni kama blanketi ilikuwa imewekwa juu. Lakini lazima ingekubali pruning katika jina la Bwana. In the wilderness ndio Mkristo anatengenezwa. Bwana asifiwe sana. Kile ambacho chio cha Mungu kinatolewa. Bwana asifiwe sana. Mungu anatoa jirasi ndani yako. Amen. Anaweka rafu katika jina la Bwana. Praise God. Na kwa hivyo wilderness hii ndio mahali huwa tunakuwa pruned. Amen. Bwana asifiwe. Nilikuwa ninaona my dad every December, kwa sababu alikuwa ameajiriwa na Muhidi. Akija sasa likizo, alikuwa anachukua ile kamusimeno, sio ile ambao kamusimeno ya kahawa inakuwaga imejipinda. Sasa alikuwa anasema tumfuate, anaenda kwa hii sasa kahawa, tunaona anakata, tunafuruta hiyo miti, anabakisha ile miti dogo ambayo inachanua. Nilikuwa nasikia naita sijui cycle. Sasa inabaki namna hii, unaona ili amekata ndio ilikuwa inastahili kubaki. Na kwa hivyo wewe ukiangalia lakini hii imebaki, ujue hii ambayo imechanua haijachoka. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo alafu inawekwa mbolea na inawekwa fertilizer. Ikifika Januari, ukienda Murang'a Januari wiki ya 3 ama ya 4, harufu inakuwaga moja ya hiyo majani ya kahawa, kilogea kahawa kanatigwa kwa kunugaga. Ukienda Murang'a Januari, Murang'a yana huko kwetu, Januari wiki ya mwisho kuna harufu, maana kahawa kila mahali huwa inatoa hiyo harufu zote ya kila nini, mtu mnakuaga umetoa maua yake. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo katika hii jagwa ndio pruning huwa inaendelea, na kuna watu hapa wako katika hiyo process. Na pruning inakuaga na uchungu, maana kuna mambo Mungu anaweka toa ndani yako na ulikuwa unaipenda, na kwa hivyo inabidi tuache. Bwana asifiwe. Inaitwa pruning. Na kwa hivyo ile nyanya haijesema usitoe hii. Praise God.
Kwa hivyo ninaomba Bwana tusaidie. The season forces a believer to rely on God sustenance. Ya kwamba hii jangwa huwa inamforce muamini akaweza kutegemea msaada wa Mungu peke yake. Bwana siwe sana. Kwa hivyo tukiwa huku sasa katika comfort zone, sasa tunaweza sema unagojea Bwana, unagojea Mungu, na hata ukitoka hapa uko na kila kitu kwa nyumba. Amen. Usiseme unagojea Mungu. Bwana sifiwe. Lakini ukiwa katika hii jangwa, Mungu huwa anakufundisha ama anafundisha Mkristo to rely on his sustenance. Bwana sifiwe. Na ndio unaona wana Israeli 40 years in the wilderness, hakuna maji na hakuna chakula. Kwa hivyo na nataka uniangalie, waliambiwa mzee wa kila boma kila asubuhi aokote mana ambayo itatoshelesha familia, na wale walichukua excess, ikifika kesho asubuhi iko na wadudu. Na kwa hivyo Mungu aliwafundisha wakiwa katika jangwa 40 years wakaweza kumtegemea katika jina la Bwana. Na kwa hivyo ni katika hii jangwa Mungu hufundisha watoto wake kumtegemea katika jina la Bwana. Yani unakosa kutumainia watu. The Bible says in the book of this is Jeremiah chapter 17 na mstari wa 5, ya kwamba amelaaniwa yule mtu ambaye anamtumainia mwanadamu, ambaye anamfanya kiga ya maisha yake, ambao moyo wake umetoka kwa Bwana. Atakuwa kama fukara nyikani, mahali ambapo hakuna watu wanakaa. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo katika jangwa ya kugojea, Mkristo huwa anawekwa adabu na anafundishwa kugojea Bwana katika jina la Bwana. Praise God. Kwa hivyo huwezi gojea Mungu kukiwa kusuri. Praise God. Na ndio unaona mtu kama Abrahamu alipelekwa katika jangwa ya kugojea. Abrahamu aligojea mtoto miaka mingapi? Nani anajua? How many years? 25 years. Wakati ahadi ilinenwa na wakati walifanikiwa, waligojea 25. Na ndio unaona walianguka kwa majaribu. Walianguka kwa nini? Maana Sara alikuja na proposal ya kwamba yule msichana wa nyumba ambao siku hizi tunamuita maid. Na wamama tafadhali tusiite wasaidizi wetu maid. That name is not, sio jina mzuri. Mrs. Pastor. Bwana sifiwe. Wamama nisalimieni tena. Wamama walisema queens. Naona vile wamecheka sasa. Hello queens. Hi queens. Musiite sasa musiwaite sasa maid, waiteni wasaidizi. Bwana sifiwe sana. Ukiita mtu msaidizi, etilisi ni jina ambayo iko na heshima yake. Bwana sifiwe sana. May God help us in Jesus name. Na kwa hivyo sasa Sara akatokea na proposal, akamwambia Abrahamu, you know what, chukua sasa Hagai. Chukua nani? Hagai alikuwa sasa ni msaidizi wao. Ukaweza kulala na yeye apate mimba, akaweza kunizalia, na akizaa mtoto hata kuwa wake nitasema ni wakazaa nani? Walizaa nani? Ate kama huu Ishmaeli. Wakazaa Ishmaeli. Sasa ni majaribu ya kugojea. Bwana sifiwe sana. Na kwa hivyo kuna watu hapa wamezaa Ishmaeli. Ambia mwenzako Ishmaeli must go. Ishmaeli lazima aachiliwe. Ishmaeli hakuna vile wanaweza kaa pamoja na Isa. Maana Ishmaeli ni mtu wa vita. Ishmaeli ni mtu wa uchokozi. Hawawezi kaa. Kwa hivyo lazima umwachilie, ndio Isa kapate mahali pa kukua, pa kulelewa katika jina la Bwana. Na kwa hivyo wakati miaka ilitimia, yale majira ya Mungu alikuwa amepanga, Isaka ndiye huyo akaja. Na ndio sasa wakati alizaliwa huyu kijana Ishmaeli, alianza kuchokoza nani? Alianza kuchokoza nani? Na yeye Mungu akamwambia Abrahamu namna gani? Abrahamu aliambiwa namna gani? Rudi kwa yule ambaye alitoka na propo. Usiniulize mimi vile utafanya. Si ni yeye alikwambia vile utafanya, rudi kwake. Ni yako na dawa yako. Kwa hivyo sasa Abrahamu akarudi. Sasa wakati alirudi, Sara akasema, "Usinigwe katia." Wakawekewa maji chupa na mkate. Wakaabue Edeni salama, Mungu ataonekania kwa njia. Bwana sifiwe sana. Na ndio unaona Ishmaeli alienda mahali kuditoka mafuta. Na kwa hivyo yale mataifa kama Iraki na Iran ndio unaona wanauza mafuta. Ishmaeli yako wapi? Ishmaeli yako wapi? Alipatiwa kisima. Maana wakati mama yake alilia, alifunguliwa akapatiwa mkate. Alipatiwa nini?
Aliambiwa ulipatiwa maji, sasa ninakupatia kisima. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini unaona ni nini ilifanya afukuzwe? Ni kwa sababu ya uchokozi. Praise God. Na kwa hivyo mtu akiwa katika hii wilderness ya kugojea, ni vizuri uangalie, usijaribiwe. Bwana asifiwe. Maana katika hii wilderness majaribio ni mengi. Dada akiwa hajaoreka, akiwa katika wilderness ya kugojea mzee, anaweza tafuta kamuzee kengine kakumulipia nyumba, na kamuzee kengine kakumunulia guo. Ni majaribu. Hata Abrahamu alijaribiwa. Kwa sababu sasa amegojea, anaona atafute mechanism ya kufanya nini? Bwana asifiwe. Na kwa hivyo hata wamama wakiwa katika hii wilderness, mama anaweza kuwa kwake lakini akona kamutu mahali. Angalia mwenzako, mwambie pasa amekusalimia. Kwa sababu sasa anagojea, anaona wamama wengine vile wanatokelezea, na mzee sasa anamwambia aende afanywe blood drive. Kwa hivyo wale wamama ambao mko hapa, kama sasa uko katika hii wilderness, wewe gojeka na blood drive. Wewe gojeka, enda uchomwe nywele. Mimi nimeichoma na mkebe, na ile mkebe ya kibo. Tulikuwa tunaweka makaa ndani, unatoboa hapa chini, unaweka makaa. Wale walichoma nywele kama mimi, mkono juu. Nywele tulichoma. Na ndio wakati mwingine maisana ameenda akatengenezwa, akakuja. Nikamwambia kama hutanyolewa huko hutarara. Mrs. akaniambia kuja. Wewe ulikuwa namna gani ukiwa mdogo? Nikamwambia I apologize and I withdraw. Maana nywele nilikuwa ninachoma. Mimi nimechoma nywele sana nikiwa kijana. I was funny, I am telling you. Ukaona picha zangu ni vile ni zingine zilikuwa za black and white. Koti ni hapa, tai ni hapa. Kwa hivyo mama ambao mko hapa, wale ambao mko katika wilderness ya kugojea, patia mzee wako nafasi, atadeliver katika jina la Yesu. Hiyo nyumba atajenga. Pigia Bwana makofi. Mtatoboa hiyo jagwa katika jina la Bwana. Hakuna mtu aligojea Mungu akiwa katika jagwa akakosa kutorokezea katika jina la Bwana. Kama mimi na Mrs. Pata tulitoka katika hiyo jagwa, onayo kimadhini walitolea Yesu. Bwana sifiwe. Nilikwambia mimi Amos nitolewa chama yote ya wachungaji. Maana tukienda chama, mtu wa mwisho wa kupeleka pesa ni nani? Ni Elikana. Na kwa hivyo wakaniambia sio kwa kupenda, lakini kulingana na mikakati na maadili ya chama, tafadhali excuse us, we cannot accommodate you. Na ndio nilikutana na mwingine hapa, sitataja jina yake, nikikunywa kahawa hapa Timeless. Akaniambia pasa tunatoaga 10 kila mwezi na tunasaidiana hivyo, na sasa unaweza ingia, kuna nafasi. Nikamwambia sitaki. Nilimwambia niko sawa. Akaniambia siuingie, na ninajua sasa Mungu alikukumbuka. Ukikumbukwa tutaona. Wacha kututisha ati tuone ulikumbukwa, tutaona. Amen. Pigia Bwana makofi katika jina la Bwana. Endelea kugojea Bwana katika jina la Yesu. Wamama gojeni Bwana katika jina la Bwana. Wazee gojeni Bwana katika jina la Yesu. Kuna biashara ziko hapa, ziko katika wilderness. Lazima uipatie time, itaweza kutokelezea. Kwa hivyo katika this season, it forces a believer to rely on God. Sustainer. It forces a believer to rely on God direction and protection. Maana wana wa Israeli sasa wakiwa kwa jangwa, watatoa silaha wapi wajirinde? Bwana sifiwe. Ni Mungu alikuwa sasa anawalinda. Yaani ile wingu liwaongoza mchana, usiku ilikuwa inabadili, inatoa nini? Inatoa moto, inaweka maadui. Sasa kukiwa na moto karibu, kuna nyoka inaweza kuja. Kukiwa na moto karibu, kunaweza mnyama anaweza kuja. Sasa Mungu aliweza kuwasustain. Na kwa hivyo mtu akiwa Mkristo, akiwa katika hii jangwa, Mungu huwa anamfundisha kumtegemea, na anamfundisha vile ataweza kumprotect. In the name of the Lord. Waiting on God to answer prayers that you have prayed for months and years in this wilderness, inakuwaga ni jangwa ya kugojea maombi kaweza kujibiwa. How do you see it in the book of 1 Samuel? Wakati sasa Hana kila mwaka wanaenda katika madhabahu kule Shilo. Hana mtoto. Amen. Anaenda tu anakosa, wakienda Penina ndiye anainuka. Anamwambia angalia. Amen. Penina anachukua na katoto. Anamwambia Hana amsaidie.
na sio kuchoka amechoka, ni kufanya nini? Ni kumudhihaki. Na yeye hana kwa sababu hana mambo mengine, anamwambia hii Mungu yote unaona. Lakini aligojea na akamaliza hiyo jagwa, na wakati ulifika. Wakati ulifanya nini? Hakugagana. Maana mtu akimaliza jagwa ni promise kaweza kutimia. Ni jicho tu. Ni nini ilifanyika? Ni jicho. Eli amekaa hapa kwa madhabahu, akaona Hana. Akaona nani? Akamwambia, may the Lord grant you the desire of your heart. Mungu akutimizie nini? Hoja ya moyo wako. Na Bible inasema akaenda na akapata mimba. Na Bible inasema akazaa na watoto wengi ambao hatujaambiwa, kwa sababu waliweza kugojea Bwana. Na kwa hivyo wengi wetu tuko katika parking ya kugojea. Ni vizuri uendelee kugojea. Usirudi nyuma Misri, maana Misri kuna kifo. Amen. Kuna watu wengine hata wakifungua kazi wanafikiria itainuka na siku moja. Nani nataka wa Kristo, hii mafundisho sijui tutafanya namna gani. Hii mafundisho imetokea siku hizi ya kwamba kuja toa dhabihu mlango utafunguka. Hapana, haiendi namna hiyo. Bwana sifiwe sana. Kutoa dhabihu ni bibiliko, lakini hata ukitoa dhabihu waacha mchungaji akwambie ni vizuri umefanya, lakini yenda ugoje wakati wa Mungu katika jina la Bwana. Usisukume pastor akutabirie uongo ya kwamba unaona ukienda dada na kuambia ukitoka hapa muujiza papa. Ni wilderness ya kugojea. Na kuna watu hapa wameomba maombi, na Bible inasema Hana alikuwa ameomba maombi siku mingi, lakini haikuwa imetimia. Alikuwa katika wilderness ya kugojea. It is a spiritual and emotional season between a promise and its fulfillment. Ni majira katikati ya ahadi na wakati itatimia. Hiyo ndio tunaita wilderness ya kugojea. Bwana sifiwe. I remember wakati nimekuwa kijana wa miaka 20. Hii wiki nimekuwa ninakumbuka miaka yangu ya ujana, nikawa nina reflect vile nimetembea na Bwana, mapito ambayo nimeweza kuyapita. Na kwa hivyo nikamwambia Bwana ni asante. Nakumbuka wakati moja kazi yangu ya kwanza kutafutiwa, I think back 1998, nilitafutiwa na dada yangu pale Kirinyaga Road ya kuuza spare part. Anthony, umeshawahi furahi atimade unaenda kazi? Umeshawahi furahi? My sister alikuwa amesomea mambo ya secretariat na clearing and forwarding. Hiyo ndiyo alikuwa amesomea, na katika kwa college ilikuwa inaitwa Glavins College. Na kwa hivyo sasa yeye alikuwa na kazi mzuri. Alikuwa anafanya kazi pale karibu na Jifanji katika barabara ya Moktandula Street, wale mnaijua hapo. Na kwa hivyo sasa nilikuwa ninamtembelea, naona sasa fili ofisi yake iko, fili anazunguka na kiti. Sasa akaniambia ameongea na mtu mmoja akona spare part kule Kirinyaga Road, na akasema made ni kazi. Na kwa hivyo akitoka akanipaga. Ilikuwa ukiwa na shilingi 10 utatoka Huruma uende Tao, maana kuna zile basi za Kenya Bar. Ulikuwa unalipa pesa ngapi Anthony? Shilingi 10. Ni ile pesa unashika kwa mkono namna hii. Unaona ukiweka kwa mfuko, kwa bahati mbaya ama nzuri inaweza potea. Kwa hivyo unashika chuma namna hii. Na fare unashika na mkono gani? Mpaka yule kondakta asungushe machine namna hii. Ukipatiwa risiti unajua utafika. Na kwa hivyo nikaenda, na wakati nilienda nikasikia mama amebadilika, nikasikia sasa hiyo kazi itaanza na sina fare kurudi. Kwa hivyo nikakanyaga miguu kutoka Kirinyaga Road nikarudi Huruma. Hiyo wiki nyingine kuna kazini yangu anko yake alikuwa anafanya kazi na mahoteli makubwa. Alikuwa ni mwenye Mang Hotel. Wale mnajua Mang Hotel. Nikatafutiwa kazi Dama Hotel. Nikaambiwa unakuja nikapelekwa. Akasema hata patia huyu kijana kazi hata kama ni ya kuosha vyombo. Nikaambiwa nitaitwa Ginyo Mudhe Diedeto. Sijaito, ni Mungu tu aliniita nifanye kazi yake. Nashukuru Mungu hata kwa sababu hata kama niliitwa nikaoshe vyombo. Wewe unaona namna gani ikiwa nimeinama pale? Wazee hatupendi kuinama. Wamama hata akiinama masaa matatu sijui wameubwa namna gani, watatuambia. Mzee kuinama hivi ataenda kuwekwa maji. It is a spiritual and emotional season between a promise and a fulfillment. Ni ile kipindi
cha wakati ahadi imetolewa na wakati ahadi itatimia. Wilderness of waiting is a training ground but not a wasting time. Sema amen. Waiting time, yani katika yale majira ama jago ya kugojea, ni ile ground ya kuwa train. Kwa hivyo huo wakati haujapotea, kwa sababu ukikuta askari wakifundishwa, ukiona wamevaa maguo ambaye sio friendly, alafu unaona yule mkufuzi wao anakuwa very tough na wao, ni kwa sababu wanajua huyo askari ataenda kulinda raia. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo training yake inakuwa kali. Bwana asifiwe. Na kuna watu sasa tunatrainiwa. Nipatie Deuteronomy chapter 8 na mstari wa 2. Na kwa hivyo ni vizuri ujue ya kwamba John endured a wilderness of anguish. Joseph endured a wilderness of anguish in imprisonment before his dreams were realized. Ya kwamba Josefu aliweza kuvumilia jagwa yake ya kuwekwa katika jela na hakuna kitu amefanya. Amen. Ni bibi tu ya Potifari alikuja na koti, na wakati koti ilipatianwa wakaona kama kuna evidence na akawekwa jela. Kuna kitu amefanya? Aligojea Mungu. Ilikuwa ni jago ya training. Manake mtu ambaye atakuwa prime minister ni mtu mkubwa. He was the second from the high command. Bwana sifiwe. Na ni lazima angefanya kukataliwa na akawezwa kuuzwa kama mnyama. Lazima ageoja jela akae huko na maabusu wengine, ili roho yake ikaweza kutengenezwa katika jina la Bwana. Praise God. Na kuna watu hapa mnatengenezwa. Kuna watu hapa mko kwa jela kama mtu ambaye alikuwa anaitwa Joseph. Na kwa hivyo Joseph endured a wilderness of unjust imprisonment before his dreams were realized. Nataka tukubaliane na mniangalie. Joseph amewekwa jela, hakuna kitu amefanya, lakini hakulalamika. Bwana sifiwe. Alijua hii ni majira ambayo lazima niyapitie, ndio ile ndoto ambayo niliota ikaweza kutimia. Manake ameota jua na mwezi zikimwinamia na the 11 stars, na ndio hiyo ndoto itimie. Lazima ageenda majira ya kujaribiwa katika jina la Bwana. Praise God. Before you became what God intended you to become. Sema amen. Before ufike mahali Mungu amekusudia ufike, kuna jago hapa utakabiliana nayo katika jina la Bwana. Ninakuhadharisha hii mapema ndio ukaweze kuelewa. Ndio ukijipata katika jagwa usione kama ni dhambi ambayo umefanya. Kumbuka jinsi Bwana Mungu wenu alivyowaongoza. And you shall remember always all the way which the Lord your God has led you these 40 years in the wilderness. Wanaambiwa wakumbuke hiyo miaka 40 ambayo Bwana aliwaongoza katika jagwa. Bwana sifiwe. Aliwaongoza miaka 40. Na ukumbuke wale, niangalieni, wale walienda kupeleleza Canaan, walienda na siku 40. Sema amen. Lakini sasa Israeli, Bible inasema Mungu aliwapitishia ile njia ndefu. Na Mungu ako na tabia moja, anatakaga zile njia ndefu. Bwana sifiwe. Ili akifanya utasema this is the heart of God. Bwana sifiwe sana. Kwa hivyo wakapitia ile ndefu na wakaweza kufika. So Bible inasema wanaambiwa wakumbuke vile Mungu aliwaongoza miaka 40 jangwani. Kwa miaka led these 40 years in the wilderness so that he might humble you. Number 1, why does God allow you kujikuta katika wilderness ya kugojea? Ni akaweza kukuhabo katika jina la Yesu. Kila mtu amezaliwa na kiburi yake. Uliza mwenzako yako inakuwa namna gani? Kuna watu kiburi yao ni kutembea. Yaani unaona mtu anatembea, unaweza sema alizaliwa na nini? Na ni marigo tu. Yaani unaona ndugu, hata mwingine akishika maiki hapa anasema haleluya. Unaweza sema sasa ni style mpya imetoka. Wewe shika maiki mzuri. Bwana sifiwe. Kuna mwingine sasa pride yake ni chakula. Yaani anaenda tu anaona na chakula zinakuliwa na watu. Unasema kwani hii chakula alikuwa anapikia nguruwe? Wewe kula chakula. Kama ni za nguruwe si wengine wanakula. Hata wewe kula katika jina la Bwana. Kwa hivyo wale mlienda mahali ukakataa chakula, jiangalie sana. Wewe jipe moyo ukule. Si wengine wanakula. Nisalimie hivi. Kwa hivyo tulienda mahali juzi nikauliza kama ni kondoo. Basi akaniambia hapana. Sio kondoo, ni mbuzi.
miaka 40 ili wanyenyekeze. God nani anakupelekanga katika jangwa kunyenyekesha? Bwana asifiwe sana. Mungu anapenda kufanya kazi na vyombo ambavyo ni flexible. Bwana asifiwe sana. Unajua kitu flexible ni kama rula ingine. Sijui ni Melissa ni dunia ama ni nani? Huyo mdogo ni nani? Nimesahau tafadhali. Watoto wangu. Huyo mdogo sasa. Huyo sasa. Waliambiwa ninunue ile rula, sio ile ya kufujika. Si kuna ile inakaa raba. Ukifanya namna hii hata haifujiki. Sasa Mungu anakupelekaga jangwa ili uwe flexible. Lakini kama hujanyenyekea, amen, ukiguswa kidogo unasema hiyo kanisa ni ya mashetani. Digishoka kanisa wa Gomani. Talekoni hiyo ni gai. Bible inasema ili ni wanyenyekeshe na kuwajaribu ili nijue lililo moyoni. Ngai nienda kumenya kile kigoroini. Katika Yeremia 17 na mstari wake ni wa 13. If you get me correct, Jeremiah chapter 17 verse 13, the Bible says the heart of man is deceitful. Ngoro ya mtu ni ihenagia ukirido ciothe. Roho ya mwanadamu ni daganyifu kuliko viumbe vyote. Na kwa hivyo Mungu hupeleka wewe katika hii jangwa ya kugojea ili ajue ni nini kilichoko ndani ya moyo wako, kwamba utashika maagizo yake ama hapana. Bwana asifiwe sana. So that he might humble you and it tells you to know what was in your heart and mind, whether you would keep his commandment or not. Bwana asifiwe. Kwa hivyo naomba Bwana tusaidie tunapoendelea kumngojea. Nipatie fasi nyingine. He humbled you and allowed you to be hungry and fed you with manna. Yani alisababisha upate njaa. Yani Mungu anasababisha uwe na njaa. Praise God. Ni Mungu alisababisha wapate njaa. Alikuwa na kila kitu lakini alisababisha wakuwe na njaa ili awaonyeshe ya kwamba he is the provider of everything. Bwana sifiwe. Alikuwa anawafundisha ya kwamba yeye ni Jehovah Jireh, the God who provide. Sema amen. And that why he provided manna every evening, every morning. Manna ilikuwa inanyesha na walikuwa naokota asubuhi. Na ndivyo Mungu akawafundisha hali ya kumtegemea. Kwa hivyo walifanya waone njaa na akawasibisha manna, a substance which you did not know, nor did your father know, so that he might make you understand by personal experience that man does not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds out of the mouth of the Lord. Ya kwamba mjue mwanadamu haishi kwa mkate bali ni kwa neno ambalo linatoka katika kinywa cha Bwana. Na kwa hivyo katika hii jangwa ndio Mkristo huwa anafundishwa kumtegemea Bwana. Bwana asifiwe sana. Unakosa kutegemea salari yako. Unajua kuna watu wakiona salari haijaingia anasemaga ameanza kuumwa na kichwa, ama asikie ya kwamba hiyo kampuni inafugwa. Unaona kama dunia, yani unaona marudurudu. Unastahili kuwa na unajua ni Mungu anakusustain. Bwana asifiwe sana. Hata kuna watu hapa kukiwa na change, maana kila kitu inaweza badilika. Bwana asifiwe sana. These changes, na hiyo ni nini? Ni nature. Bwana asifiwe sana. Ni vizuri ujifunze kumtegemea Bwana katika jina la Bwana. Na kwa hivyo akawasema ya kwamba ili mkaweze kujua mwanadamu haishi kwa mkate bali kwa neno litokalo kwa kinywa cha Bwana. Nao nikimalizia, Abraham and Sarah, they waited for 25 years while waiting for the promised son. Abrahamu na Sarah, ahadi imetolewa. Maana si ni malaika amesema ya kwamba muite Sarah ako kwa hema, majira kama haya mwakani utanyonyesha mtoto. Sara kacheka. Abrahamu kaulizwa mbona amecheka? Amen. Is there anything so hard before God? Na majira ya mwakani Sara akajifungua. Lakini ndio akue na mtoto aligojea 25 years. Na hakuna mtu hapa amegojea namna hiyo. Na wengine hata mnasema mtarudi nyuma. May God help us in Jesus name. In the book of Romans chapter 4 and verse 20, ikimalizia Romans 4:20, Bible inasema ya kwamba
Abraham did not waver concerning the promises of God. Yani Abrahamu hakuyubayuba kwa ahadi za Bwana. Sema amen. Aliamini hiyo ahadi ambayo imeweza kutamkwa itaweza kutimia. Ninaomba uamini hizo ahadi za Bwana zitatimia in your life in Jesus name. Did God say he will lift you? He gonna do it in the name of the Lord. Did God say he gonna bless you? He will fulfill it in due time in the name of Jesus. Alisema atakuinua, endelea kumngojea, atakuinua. Lakini Abrahamu hakusitasita kwa kutoamini. Na kwa hivyo ukiwa katika jangwa ya waiting, usiwe mtu wa kusitasita kwa imani. Kusitasita ni kuwa double minded. Unaona kama Mungu atafanya, ukiamuka kesho unaona hatafanya. Abrahamu hakusitasita. Sara hajatajwa. Sara alifanya nini? Alisitasita kwa sababu alimwambia Abrahamu vile niliwaambia. Lakini Abrahamu yeye mwenyewe hakusitasita kutokana na ahadi za Bwana. Lakini Bible inasema bali alitiwa nguvu katika imani. Bwana asifiwe. Naomba utiwe nguvu by faith in the name of the Lord. Ukiwa katika wilderness ya kungojea, ni imani itakuokoa katika jina la Bwana. Na ndio Bible inasema ya kwamba hatutembei kwa kuona, tunatembea kwa imani. And the just shall live by faith. Wenye haki wataishi na nini? Ukisoma katika Habakuku mlango wake ni 3, I think verse 17. Habakuku anasema hata kama hakutakuwa na kondoo na mbuzi katika zizi, mizabibu kama haitazaa zabibu, jambo moja nitafurahia Bwana, nitamshukuru kwa wokovu wake. Maana furaha yake haikutokana na mizabibu imezaa. Amen. Furaha yake ilikuwa ndani ya Bwana. Na kwa hivyo Abrahamu alitiwa nguvu na imani ndani ya Mungu wake na kumpa Mungu utukufu. Kwa hivyo ni vizuri ukiwa katika hii jangwa. Hebu tusome kwa Kimombo. But he grew strong and empowered by faith, giving glory to God. What are you supposed to do when you are in the wilderness of waiting? Bwana asifiwe sana. You will be tempted to complain. Utajaribiwa kufanya nini? Kulalamika. Don't dare so. Usifanye hivyo. Afadhali nyamaza. Bwana asifiwe sana. Bible inasema alimngojea Bwana na akampa utukufu. Utukufu. Yeah, verse 21. Akiwa na hakika kabisa kwamba Mungu alikuwa na uwezo wa kutimiza ile aliyoahidi. Being fully convinced that God has the power to do what he has promised. Yani alikuwa na imani kabisa. Sema imani kabisa ya kwamba Mungu atatimiza kile ambacho alifanya nini? Aliweza kuahidia. Lakini sasa jangwa jameni ya kugojea 25 years, wewe unaona kama ni jangwa kidogo, lakini Abrahamu aligojea. Na kwa hivyo msikilizaji wangu, ni vizuri uelewe hiyo kitu uliomba na Mungu hajajibu hiyo maombi, uko katika jangwa ya kugojea. Bwana asifiwe sana. Unajua tukiwa wadogo tulikuwa tunaona ugali ikiwekwa uga hivi tunali. Kuna wakati my mama angekasirika. Samuel aseme mnataka kukula, mleta kule ejeli, anaitoa, tunapiwa chukueni mkakuliwe na tubu na huko. Hiyo Kiswahili iko sawa? Okay, hiyo hapana. Anaitoa. Yaani ukikula kidogo anaanza kulia. Nikiangalia dada yangu Emily analia. Tunasema tunaumwa na tu kwa sababu tulikataa kufanya nini? Kugojea. Amesema basi chukueni mkule. Tunasema hata kama ni ujitengeneza. Lakini sasa lazima maji ichemuke. Wewe ujaribu kupika ugali na maji ambayo haijachemuka, haishikanagi. I tried, it did not work. Nilijaribu, haikufanya. Kila kitu iko na wakati wake. Hata ile miti ambayo inapandwa, maharagwe inameaka na siku ngapi? Siku 8. Mahindi ni siku 6. Hakuna haja uende kuifukua. Wewe ipatie time, siku zake zikiisha itachipuka. Bwana asifiwe sana. Na kwa hivyo na wewe ni vizuri ujue God is a God of seasons. Mungu ni Mungu wa majira. Na ni vizuri ujifunze kumngojea katika jina la Bwana. Na watu wengi wametoka kwa imani kwa sababu ya kutogojea. Na Mungu akewainua, Mungu akewatendea. Wachungaji hata wengi wametoka kwa ministry. Bwana asifiwe. Mimi nilikwambia, nafuga Bible yako, mimi nilikwambia niliacha kanisa na magunia. Mimi santo nilikuta kanisa ya magunia. Lakini huku kwa tukijenga. Samuel kama mnaamo simungekuja mkute tukijenga kanisa nikiwa mtu wa mikono na ni ya magunia. Ukiona uenda wazimu wa mama na wazee.
Unasikia Priska? Kanisa ya Maguni na dirisha haikuwa na dirisha. Niliwaambia nataka dirisha, tutaweka wapi? Lakini mini hoe unaweza kata vizuri. Alafu jioni tunarudisha dirisha, tunavuka na kawaya. Na tulisoma na ilikuwa ni kanisa mzuri. Na watu walikuja. Uzuri wa Mungu hakunifuja moyo. Kuna mama simutaji alikuwa anatumana fungu la 10 kila sadi. Na huyo mama na akaleta mwingi na hawakuji chachi. Wewe umeshaona namna gani? Yaani hawaji. Alikuwa anauza ice cream. Anaji wewe unamjua. Anatuma watoto. Sadi nyingine anasema bahasha 2. Nikaona sadi ya 3 anasema siende zikiwa taa. Yaani anafanyia kanisa kampeni na yeye sio wa huu. Sasa nikaona bahasha 3, nikamwambia Bwana kama umenipatia kwanza, manake wakati huo sikuwa ninajua fungu la 10. Mimi nikusikia, nilikuwa ninaionea kwa view sasa. Sasa nikaanza kuona wanakuja. Sasa mpaka siku moja nikaambia huyo msichana kako ka teenager, eda umwambie mama yako Mungu amepokea sadaka na fungu, lakini Mungu anamuhita. Niliona amekuja haraka hiyo saa digini. Nikamwambia kama unaleta mali yako hapa, ginyagoro yako gainera mieda. Todo haria mundu atwaraga indo ciake ni hogoro yake ikoragu. Abia uliza mwenzako goro yako ikoragu ha. Roho yako inakuaga wapi? Bwana sifi sana. Unaona kama sahi kukitokea kitu hapa, Amos atakuja pande hii. Guess what, ataenda pande gani? Atatafuta mama Abi ako wapi, amshike mkono. Watafute the nearest exit wakaweza kutoka. Maana roho yake iko wapi? Hataenda kwa pastor. Atasema pastor Mungu amuokoe, ni yeye alimuita na akamchagua. Nisalimie katika jina la Bwana. Na ndio unaona kama huletagi mali yako kwa madhabahu, gore yako na ya pastor no ile ihenelerie. Bwana sifiwe. Unajua pasa anastahili kukufeel. Yaani nikusikie wewe kama Azeri. Hata nikiomba Mungu anizukume nikuobe, hata kama saki kukuobe. Na nini ambacho kinaweza fanya nikuobe? Kwa sababu wakati umeleta sadaka na fungu hapa, roho yako inakuwa wapi? Na mimi nimeitiwa hii madhabahu. Hizo roho sasa ndio ninaamrishwa nikaweze kuziobe. Bwana sifiwe sana. Praise God. Nisalimie hivi katika jina la Bwana. Na kwa hivyo ni vizuri Mungu akusaidie. Simama na miguu yako katika jina la Yesu. Akiwa na uhakika kabisa Mungu alikuwa na uwezo wa kutimiza ile ahadi. Fasi nyingine tukiwa tumesimama. Na kwa hivyo hili ndilo sababu alihesabiwa kuwa mwenye haki. Therefore his faith was credited to him. May God credit your faith in the name of the Lord. Kuwa credited ni kama vile unaambiaga mtu akutumie credit. Amen. Yaani huwezi piga simu uko na lakini huwezi piga maana huna credit. So Abraham, the Bible says, therefore his fame was credited to him as righteousness, right standing with God. Kwa sababu aliweza kugojea Bwana katika jina la Bwana. Inua mikono yako nikuombe katika jina la Yesu. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi yale niombayo. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo, haleluya, makubwa zaidi yale niombayo. Watu wengi hapa tuko katika hiyo jango ya kugojea. Ni biashara yako unagojea ikanawiri, ngojea kwa subira. Ni familia yako unagojea ikaweze kujisimamisha, mukaweze kuwa na mapato ambayo itawasustain mahitaji. Endelea kusubiri Mungu kwa subira. Wewe ni kijana unaaminia Bwana kuwa na familia, uko katika jangwa ya kugojea. Endelea kugojea katika jina la Bwana.
Lord, we bless you. In the name of Jesus. Lord, we bless you. In the name of the Lord. Yakugaja Bwana, kama tumeinua mikono yetu tuimbe wote in the spirit. Wangojavyo asubuhi, kuliko walinzi. Wangojavyo asubuhi, nafsi yangu ya kungoja. Nafsi yangu ya kungoja Bwana, kuliko walinzi wangojavyo asubuhi. Kuliko walinzi wangojavyo asubuhi, nafsi yangu ya kungoja. inua mikono yako, mwambie Bwana unakubaliana na neno lake mchana wa leo. Kila mtu inua mikono yako mbele za Bwana, mwambie Mungu akusaidie, mwambie Mungu akuneemishe katika jambo ya kumngojea. Mungu atatimiza kile ambacho aliahidi, Mungu atatimiza kile ambacho alinena. Ahadi yake hataivunja. Zikile balabala babaganda mileni utosikio. Ahadi ya Bwana haivunjiki milele. Sikilizeni, utasikia. Ahadi ya Bwana haivunjiki milele. ni ahadi ya Bwana Haivunjiki milele. Ni ahadi ya Bwana haivunjiki milele. Ninaomba kama ungetaka niombe na wewe, uko katika hiyo majira ya kugojea, ukiangalia pade hauoni mwangaza, ukiangalia kando hakuna wakusaidia, ukiangalia mbele hakuna njia, ukiangalia nyuma hakuna matumaini. Nataka uelewe ya kwamba kuna kazi inaendelea katika maisha yako. Katika hiyo jangwa ya kugojea, God is preparing you for bigger things. God is preparing you. God is molding you. God is transforming you. God is shaping your character. Yepalabalabagada. Tokea hapa niombe na wewe ili Mungu akupe neema ya kuvumilia ukiwa katika hiyo jangwa. In the name of the Lord. Kwa hivyo yule angetaka niombe na wewe, tokea in the mighty name of the Lord. Zebedebelabalagada bazina rabaya. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh
mikono yako mbele za Bwana. Ni wewe tunagojea kwa uvumilivu. We are waiting you faithfully. We are waiting you expectantly. We are waiting you, O God, patiently, that we may fulfill what we have spoken concerning our lives, concerning our families, concerning our careers, concerning our businesses, and concerning everything in the name of Jesus in our life. Na kwa hivyo Mungu tupe neema ya kugojea. As you are shaping our character, as you are molding us, Lord, we pray neema ya kugojea katika jina la Yesu. Na ninaomba Bwana kila mmoja hapa atatokea akiwa mshindi. In Jesus name we pray. Amen. Piga Bwana makofi katika jina la Bwana.